Kisugu, mambo vipi? Mambo mazuri, namshukuru Mungu. Bana, leo mlikuwa na TMA na mmeshinda goli 3-0. Unazungumziaje mchezo? Kwanza tunashukuru, tunapongeza wachezaji wetu wameweza kuja kupambana. Nafikiri mmeona mechi ya kwa nyepesi. TMA moja katika timu bora sasa hivi, ni timu bora ukiangalia katika ligi kule ambako walikotoka, anachukua nafikiri nafasi ya 4 au ya 5. Kwa hiyo kuna ushindani mkubwa, lakini bahati nzuri vijana wetu wamepambana, tumeweza qualify kutoka hatua moja kwenda katika hatua 16 bora. Kwa hiyo kwetu imekuwa jambo bora, imekuwa jambo zuri, kwa sababu social ukiangalia mashindano yao mara nyingi napendaga kusema huwa anakuwa na mitihani sana kwa sisi, hususan tukikutana na wanajeshi, lakini leo imekuwa bahati, tumecheza vizuri, tumepata magoli 3, timu imequalify, tunasema alhamdulillah. Tumeona Mkwala amekuwa nje, lakini Ateba amepata nafasi ya kwanza. Performance yake ni kama vile ina doubt kidogo. Tuseme kwamba kwa sasa hivi namba 9 inakuwa ina changamoto kwa upande wa Simba, akikosekana Mutale. Mimi nafikiri mtazamo wako, jambo nani acheze nani asicheze nabaki kuwa kwa mwalimu. Mwalimu ndo alikuwa katika kiwanja cha mazoezi, alikuwa muda mrefu na vijana. Kwa hiyo ameona kwa namna ambavyo opponent namna ambavyo walivyo, na ndio maana mwalimu akaamua kuanza na Ateba. Kwa hiyo amekuja amefanya vizuri na amefunga goli, imekuwa jambo jema. Lakini pia waandishi mkumbuke kwamba kesho kutwa tuna mechi nyingine zidi na Dodoma. Kwa hiyo mwalimu anaweza kujua mechi umuhimu wake namna gani na mechi inakuja umuhimu wake namna gani. Kwa hiyo mwalimu kutumia wachezaji, huyu aanze nani asianze, mimi nafikiri bado inabaki kwa jambo la mwalimu. Kisugu, mnasema mna mechi na Dodoma wakati miongoni mwa wajumbe wa bodi ya wakurugenzi upande wa Simba na Simba kamati ya usajili Bwana Magoli alisema kwamba mara baada ya mchezo uliopita na Mtani kwamba Simba haitoshiriki mchezo wote hadi majibu watakayopata kutoka kwa bodi ya ligi. Labda kuna majibu Simba mmeyapata na unazungumzia mchezo wa Dodoma majibu sasa. Ukiachia magoli, ninachojua mimi ratiba ya ligi inatolewa na bodi ya ligi. Bodi ya ligi bado hajasema kwamba mchezo kwamba haupo. Huo mchezo mkumbuke kiporo. Bodi ya ligi imeshasema mchezo unacheza tarehe 14. Kwa hiyo mimi nafikiri tusikilize au tusubiri namna ambavyo bodi ya ligi itakavyosema. Lakini mimi kama shabiki najua mchezo wote tarehe 14 upo, na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda tutakutana katika uwanja wa Ni shabiki wa Simba Sports Club, lakini pia msimamo wa Simba ni kwamba haitoshiriki mchezo wote wali mpaka atakapopatiwa ufafanuzi wa uongozi wa Simba. Mwenye taratibu za kujua mechi inachezwa ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi wameshasema mchezo haupo. Mchezo huu. Kwa hiyo tuangalie tarehe 14, aidha tutacheza au tucheze, lakini mwandishi la kwa taarifa tarehe 14 njoo. Leo na Simba anacheza katika uwanja wa KMC. Kwa hiyo mmekubali. Nimesema njoo tarehe 14. Aidha kukubali au kutokubali, njoo tarehe 14. Ndio utajua mechi ipo au haipo. Kwa sababu mwenye mamlaka ya kusimamisha ligi ni bodi ya ligi au TFF. Kama jinsi ambavyo mechi ya juzi walivyoisimamisha. Walivyotoa waraka wao mnamo saa 8 wakasema mechi ya Dar es Salaam Afrika na Simba Sports haipo. Wao ndio wenye mamlaka. Kwa hiyo kama uliweza mamlaka kusimamisha mechi ya dabi, pia wanaweza kuisimamisha tarehe 14, lakini bado hawajatamka hivyo. Okay. Naamini mechi bado ipo. Turudi kwenye mchezo wa leo. Joshua Mutale ni kama haonyeshi kile ambacho kiliwafanya kundi Simba. Mutale hachezi kwa kutaka yeye mwandishi, Mutale anacheza kutokana na namna ambavyo mwalimu alivyotaka. Na ndio maana substitution aliyofanya wachezaji wote Mutale alibaki kubaki. Kwa hiyo mwalimu inaonekana kile ambacho alichomtuma, kile ambacho alichomwagiza, Mutale akawa anatekeleza. Unajua shida waandishi hamtaki kujigawa kukubali nyinyi waandishi, hamtaki kukubali kwa Mafadu ndio mwalimu ambaye anafanyaje? Anaongoza Simba. Yeye ndo anajua nani atoke, nani aingie. Mimi naamini kila mchezaji kabla ya game, mwalimu kuna maagizo ambayo anafanyaje? Anayatoa. Yawezekana ukimwona mchezaji anatolewa kuna vitu viwili. Aidha punzi zimekataa au hajapata maagizo ambayo mwalimu anahitaji kufanyaje? Kuyafanya. Kwa hiyo ukimwona mchezaji anacheza dakika 90, maana yake kile ambacho alichotumwa na mwalimu anakwenda kufanyaje? Kukamilisha. Mutale atabaki kwa mchezaji bora, atabaki kwa mchezaji wa Simba. Mutale tunaye na tunatamba naye. Tunatamba naye. Kisugu, nataka kuniambia performance ya Mutale kwa siku ya leo inakuridhisha? Sio Mutale ya Simba yote, na ndio maana tumepata matokeo. Tulikuwa na wachezaji 10 mashindano haya. Sijui ni tumekauli gani itakuwa sahihi, lakini hatuna bahati nayo sana. Kwa hiyo leo mashabiki tumekuja pamoja na timu, tunajua historia kabisa haya mashindano. Hususan tunapokutana na timu za nini? Za jeshi. Mashindano haya tuliaga timu ya jeshi inaitwa Mashujaa. Mashindano haya tuliaga timu ya jeshi inaitwa Green Warriors. Leo tulivyoambiwa tunakuja kucheza na timu hii katika mashindano haya, akili yetu ikakaa sawa sawa, mentality yetu ikakaa vizuri, tukaona kwamba namna ambavyo tunakwenda kupambana ili kuhakikisha tunapata nini? Matokeo mazuri. Mashindano haya mwaka huu yana mtihani sana. Ukimdharau mtu unakula KO, unakwenda nje. Azam Football Club walikuja kichwa wakakutana na Mbeya City nje.
Fountain Gate wakaja kichwa wakakutana na Stand United chama la wana nje. Kwa hiyo matokeo ya wakubwa hawa wanaotoka kwenye ligi na sisi tunayabeba. Kisugu unamhofia nani kwenye mashindano haya? Sisi hatumhofia yote ila tunawaheshimu. Hatumhofia yote ila tunamheshimu. Tutakutana naye, tutacheza naye. Kikubwa tu speed tu draw itakavyochezeshwa yote tutaruka naye. Hatumhofia yote isipokuwa tunaheshimu. Sisi watu wa Simba tunaheshimu mchezo wa mpira. Tunaheshimu kitu kinachoitwa mechi. Leo Simba tukiamini kwamba kuna mechi inachezwa KMC kati ya Simba, hata wanakuja kuku, sisi tunawaheshimu kuku kwa sababu tunajua tunakwenda kushindana. Kwa hiyo tunamheshimu yote ambaye atakayepangiwa naye, lakini hatutamwogopa. Kisugu, leo ulifikiria kwamba unaweza kumuona Yusuf Kagoma akicheza nafasi ya center back? Yes. Mipango ya mwalimu. Baada ya kuona nikajua mwalimu ameshafanyia kazi. Kwa hiyo sikufikiria nani anaanza kwa sababu kwamba huko ukifikiria maana yake utakwenda kufanya utabiri ambao utakuwa huko sawa sawa. Lakini kikubwa baada ya kuona listi, baadaye mwalimu afanye sababu Kagoma anamwamini. Mimi naamini mwanajeshi wetu wote ambaye alikuwa kamili ambaye alosomea, ukimpa kazi kufanya eneo lolote muda wote anakwenda kutimiliza kazi yake. Kagoma ni mwanajeshi aliyekamilika ambaye muda wote ukimtuma kazi yote anakwenda kufanya. Leo mmeshangaa Kagoma amemwona anacheza center half, lakini iko siku nani kuona namba timu. Kisugu bana. Kagoma golikipa tena? Yes, ni maamuzi ya mwalimu. Kumwambia Kagoma leo ka goalkeeping kazi anaiweza. Mwanajeshi yote ni yule ambaye amekamilika. Mimi naamini Kagoma amekamilika. Kisugu hajaonekana Fondo Chamalonde. Tuseme kwamba kwa performance hii uongozi wa Simba mwenye taratibu za kujua mechi inachezwa ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi wameshasema mchezo haupo. Mchezo haupo. Kwa hiyo tuangalie tarehe 14. Aidha tutacheza au tucheze, lakini mwandishi la kwa taarifa tarehe 14 njoo. Leo na Simba anacheza katika uwanja wa KMC. Kwa hiyo nimekubali. Nimesema njoo tarehe 14. Aidha kukubali au kutokubali, njoo tarehe 14. Ndio utajua mechi ipo au haipo. Kwa sababu mwenye mamlaka ya kusimamisha ligi ni bodi ya ligi au TFF. Kama jinsi ambavyo mechi ya juzi walivyoisimamisha. Walivyotoa waraka wao mnamo saa 8 wakasema mechi ya Dar es Salaam Afrika na Simba Sports haipo. Wao ndio wenye mamlaka. Kwa hiyo kama uliweza mamlaka kusimamisha mechi ya dabi, pia wanaweza kuisimamisha tarehe 14 lakini bado hawajatamka hivyo. Okay. Naamini mechi bado ipo. Turudi kwenye mchezo wa leo. Joshua Mutale ni kama onyesha kile ambacho kiliwafanya Kunda Simba. Mutale hachezi kwa kutaka yeye mwandishi. Mutale anacheza kutokana na namna ambavyo mwalimu alivyotaka. Na ndio maana substitution aliyofanya wachezaji wote Mutale alibaki kubaki. Kwa hiyo mwalimu inaonekana kile ambacho alichomtuma, kile ambacho alichomwagiza, Mutale akawa anatekeleza. Unajua shida ya waandishi, hamtaki kujigawa kukubali nyinyi waandishi, hamtaki kukubali kwa Fadu ndio mwalimu ambaye anafanyaje? Anaongoza Simba. Yeye ndo anajua nani atoke, nani aingie. Mimi naamini kila mchezaji kabla ya game, mwalimu kuna maagizo ambayo anafanyaje? Anayatoa. Yawezekana ukimwona mchezaji anatolewa kuna vitu viwili. Aidha punzi zimekataa au hajapata maagizo ambayo mwalimu anahitaji kufanyaje? Kuyafanya. Kwa hiyo ukimwona mchezaji anacheza dakika 90, maana yake kile ambacho alichotumwa na mwalimu anakwenda kufanyaje? Kamilisha. Mutale atabaki kwa mchezaji bora, atabaki kwa mchezaji wa Simba. Mutale tunaye na tunatamba naye. Tunatamba naye. Kisugu, nataka kuniambia performance ya Mutale kwa siku ya leo inakuridhisha? Sio Mutale ya Simba yote na ndio maana tumepata matokeo. Tulikuwa na wachezaji 11